Masanja Television. We do gospel. Yes, ni Masanja Television, la kwangu jina ni Temesha. Leo nimepata nafasi ya kukutana na nabii wa ajabu. Nilivyosema nabii wa ajabu na umeshtuka kwa kusema kwa nini aitwe nabii wa ajabu. Nina mengi sana ya kuzungumza naye, na kama unavyoona bwana, kwa miezi miwili mitatu ya hapa vimetokea vifo vingi sana katika nchi yetu ya Tanzania hadi nje ya Tanzania. Nipo na nabii atazungumzia mambo mengi tu. Shalom shalom. Shalom Jerusalem, habari ya uzima Masanja TV. Amen. Watu wengi nilivyozungumzia tu jina la nabii wa ajabu wamejiuliza mambo mengi. Kwa nini ameanza na nabii wa ajabu? Wengi wao tunasikia nabii wa ajabu. Unaweza ukalizungumzia ili kwa nini umeitwa nabii wa ajabu? Mimi naitwa nabii wa ajabu, ni watu wameniita nabii wa ajabu kwa sababu vitu ambavyo Mungu ananitumia kuvifanya ni vya ajabu ambavyo kwa Tanzania na duniani kote kwa sasa hivi hakuna nabii ambaye anaweza kufanya vitu vya namna hiyo. Vitu gani hivyo? Yaani mimi Mungu ananitumia kupitia kwenye viganja vyangu vya mikono. Mtu anapokuja katika huduma nikimwangalia, au akilala kwenye kitanda, au akisimama tu nikipitisha mkono hivi nikashusha hadi chini, au nikipitisha mkono kwa namna hii, naangalia kila kitu kilichomo ndani ya mwili wake. Kama ni tumbo ni kama linafunuka, kama ni kichwa naangalia, kama ni miguu naangalia. Lakini pia Mungu ana uwezo wa kunionyesha hilo jambo lilifanyika lini, tarehe ngapi, mwezi gani, mwaka gani, kuanzia saa ngapi hadi saa ngapi, nani alifanya, kwa nini alifanya, na ni nini kinachokwenda kutokea kwa mhusika. Kwa hiyo kwa mambo kama hayo ndio yamefanya watu waweze kuniita kama nabii wa ajabu, kwa sababu nakuwa nawaeleza vile vitu ambavyo hawajawahi kuelezwa na hawajawahi kuona nabii wa namna hiyo akifanya jambo la namna hiyo, akieleza jambo la namna hiyo, au akiweza kumueleza mtu matukio magumu ambayo yalifanyika na yeye mwenyewe alikuwa ajui, au alikuwa anajua lakini hakuwa ajui kwamba pengine ndio imesababisha maisha yake yamekuwa namna hiyo. Tukizungumzia nabii, watu wengi wanasema nabii amesimama katika upande gani? Kama wewe unaosema wakutabilia watu, wakufanya hivi, unakuwa hivyo vitu unavifanya sehemu yoyote tu ile ambayo una uwezo wa kufanya, au ni special sehemu ambayo unaweza kufanya hicho kitu? Nafanya sehemu yoyote katika mazingira yoyote wakati wowote, na huwa sina maandalizi. Ni pale tu ambapo Mungu ananishushia neema kwamba mtu aliyefika mbele yako ana tukio hili, au kwa sasa hivi kuna tukio la namna fulani, basi unasema au unaona au unasikia. Kwa hiyo haina program kwamba unaweza kufanya program, ni wakati wowote, majira yoyote na nyakati yoyote. Na nabii rasmi ilianza lini ukaitwa nabii? Nabii rasmi kwangu mimi imeanza mwaka 2018. Ndio mambo matukio ya ajabu na magumu yalianza kuonekana kwangu. Yaani kwa mfano kuna mambo mengi ambayo yanatokea. Kwa mfano naweza nikaona mtu ambaye amekuja analalamika pengine juu ya mume wake au mke wake, Mungu akanionyesha yuko wapi na anafanya nini. Kwa moja wapo ya matukio ambayo yameweza kuleta hamasa kubwa, au hata mimi mwenyewe pia kunipa shock, ni pale ambapo mke wa mtu yuko guest, lakini wewe unamuona, unamwambia mume, nenda sasa hivi mume wako yuko mke wako katika eneo fulani na yupo na mtu fulani, na yule mtu anakwenda. Lakini pia mtu aliibiwa pikipiki hapa Dar es Salaam, pikipiki kwa inaenda Morogoro, akamwambia sasa hivi pikipiki yako kwa eneo fulani, akapanda gari akaelekea Morogoro. Baada ya kufika kule nikamuelekeza, nenda mpaka Msamvu, nenda kama unaelekea Morogoro, pita mkono wa kulia, mtaa fulani, nyumba fulani, ingia katika nyumba hiyo. Ukiingia kuna servant quarter, kuna kabati kwa nyuma, vuteni ile kabati kama unakumbuka kuna ile makabati ya zamani ambayo yalikuwa na vichogo, zamani watu walikuwa wanaweka TV, vuteni hilo kabati, pikipiki imewekwa nyuma. Kwa hiyo unapokuwa unawaeleza watu wa namna hiyo, wanaona yale mambo ni mambo ya ajabu sana. Mpaka ukapata hilo jina la nabii wa ajabu. Mpaka nikapata hilo jina la nabii wa ajabu. Okay, tukizungumzia katika Tanzania yetu hii sasa hivi miezi miwili mitatu imetokea vifo vingi sana nje ya Tanzania hadi ndani ya Tanzania. Watu muhimu sana wametutoka kama Ruge Mtahaba na wengineo. Unaweza ukalizungumziaje na unaonaje hii kwako nabii kama nabii? Vifo vipo na kila mwanadamu lazima atakufa, ila tatizo tu linakuja kwamba atakufa kwa wakati gani na kwa majira gani, lakini pia matukio yamewezaje kufuatana. Kwa mfano ukiangalia Ruge ameumwa muda mrefu sana, akina mtu ambaye Mtanzania alikuwa ana taarifa, labda si mtu wa media. Lakini pia ukiangalia Kibonde ameumwa ghafla na kufa wakati ambapo alikuwa amekwenda kwenye msiba. Kwa hiyo ni tukio ambalo lazima, kama uwezo ukawa na spiritual power vizuri, unaweza ukafanya connection ukadhani kwamba labda pengine kifo cha yule kimesababishwa na kifo cha huyu. Lakini kifo cha Ruge ni kitu ambacho watu tuliweza kujua kwamba Ruge atakufa. Unajua? Kwa sababu Ruge ameumwa muda mrefu, na kile kitu ambacho alikuwa anaumwa alternative yake ilikuwa inakosekana. Nani ambaye angeweza kufanya hicho kitu?
na watumishi wa Mungu wengi waliibuka wakasema, manabii wengi waliibuka wakasema, hata mimi mwenyewe nilisema. Lakini sasa angalia nabii anayekuwa anasema ni nabii wa namna gani. Unajua kulingana na status yako ulionayo katika jamii, ile nguvu ulionayo, ile popularity ulionayo kwa wakati ule, ukisema jambo linakuwa ni jambo ambalo linakuwa ni dogo sana. Lakini kuna wale watumishi ambao tayari ni wakubwa. Kwa mfano, napenda tu niseme jambo ambalo linaweza likasemwa na mtumishi wa Mungu Gwajima ni tofauti na jambo ambalo linasemwa na mimi. Mimi nikisema jambo kwa sababu ndio kwanza ambapo niko awali katika stage zile za kwanza za huduma yangu, siwezi nikasikika, na kwanza watu bado hawezi wakawa na confidence na mimi. Lakini akisema mtumishi ambaye ni mkubwa watu wataelewa. Lakini mimi nimekuwa nikiposti mara kwa mara kwamba tasnia ya habari itapata pigo kubwa sana la kuwapoteza watumishi wake au watu ambao katika tasnia hiyo. Lakini kwa sasa hivi pia Mungu amenionyesha katika tasnia hiyo ya habari wanakwenda kumpoteza kijana mdogo ambaye ni celebrity, yani ni kijana ambaye anapendwa na watu wengi sana. Bado tasnia ya habari itaenda tena kupata pigo lingine ambalo litakuwa ni kubwa, na utakuwa ni msiba ambao watu hawataweza kuamini. Lakini nimekuwa nikiposti, nikipasa last week pia niliposti kwamba Watanzania tujiandae, tuombe, tumuombee huyu kijana, atatwaliwa. Ni kijana mdogo, ni mpendwa, anapendwa na watu wengi sana, atatwaliwa. Lakini unapokuwa unaposti, watu wanaangalia nani anaposti, una popularity kiasi gani, sababu watu wanaangalia popularity, hawaangalii matter in question. Yes. Unawezaje kumwepusha huyo kijana ambaye una hakika atafariki hivi karibuni, ambaye unasema watu wamuombee kwako kama wewe nabii? Ni kuomba. Mungu anafanya mambo yafuatayo kwa nabii. Mungu anaweza akakuonyesha nabii muhusika anayehusika aweze kujitokeza mbele yako uweze kumuombea. Kwa mfano kama ni watu wa tasnia ya habari, wenyewe wanajijua ni wangapi. Kila mmoja atachukua initiative zake yeye mwenyewe kwenda mahala, ama kwa mtumishi wake au kwa yule mtumishi ambaye Mungu amemuonyesha. Lakini kuna mambo mengine pia Mungu akisha kuonyesha mtumishi wa habari inakuwa ni kama kinywa tu cha kusema katika jamii na kuwaandaa watu wengine watubu, ili anapokuja kutwaliwa awe tayari yuko vizuri. Lakini pia wakati mwingine Mungu anakuonyesha jambo, hakuna alternative yako wewe kama nabii kuweza kulizuia, lazima litatokea. Kwa hiyo kwa hili watumishi wa Mungu, na nilisema kabisa watumishi wa Mungu wa Tanzania tushikamane, tuombe kwa ajili ya kumwepusha huyu kijana, na tutamwepusha kweli kama tutashikamana kwa kuomba, sababu ni kijana ambaye Mungu alikuwa ananionyesha atawekewa kitu katika mic ambaye atakuwa anaongelea, sawa, lakini baadaye yani mwili wake kuna vitu ambavyo ndani ya mwili vitadhoofika. Yes. Kijana ambaye atakwenda kufariki hivi karibuni. Yes. Mtumishi, umeongelea pigo ambalo linaweza likaja hivi karibuni la kumpoteza kijana ambaye anaweza akafariki. Umesema hivi karibuni na umezungumza kwamba atawekewa baadhi ya sumu sijui katika maiki ili aweze kufariki. Unaweza kutupa picha yake halisia ili tujue hata kama kumuombea tujue tunamuombea vipi? Ni kijana ambaye ni mwembamba, ni mrefu, na ni mtu ambaye anafanya kipindi mara nyingi, na anapenda sana pia kusafiri mara kwa mara. Yes. Si rahisi kusema vitu vyote kwa ajili ya usalama wa mtu. Hapo juzi kati, narudisha nyuma kwa baadhi ya Watanzania, tuliona clip ya mchungaji wa South Africa akifufua mtu. Jambo lile limeonekana kama geni hivi Tanzania, na watu wengi wamesema inawezekana ilikuwa ni kiki fulani hivi imeandaliwa hivi na hivi na hivi. Jambo lile watu hawakulipokea kwa mikono yote kwamba hii ni kweli mtu amefufuliwa. Wewe kama nabii pia unazungumziaje ila swala la kufufuliwa mtu? Swala la kufufuliwa mtu kwa watumishi wa Mungu, kama una upako, una uwezo kumfufua mtu. Mimi mwenyewe natarajia kumfufua mtu. Nani huyo? Mimi hapa Nabii Nyakia natarajia kumfufua mtu kabla sijatwaliwa. Kuna mtu atafufuka nitakapomwombea. Ningependa kujua, sababu nina imani kwamba Mungu ameweka kitu ndani yangu. Mungu ana uwezo wa kunitumia. Sababu Yesu mwenyewe alisema kwamba mimi naondoka, lakini mkiwa na imani mtatenda makubwa kuliko yale niliyoyatenda mimi. Kwa nini tuamini katika hivi vimiujiza vidogo ambavyo tunatenda? Lazima kuna wakati Mungu amtumie mtu kufanya jambo kubwa. Zamani tulikuwa tunaangalia waigizaji wakubwa wakiwa Ulaya, lakini waigizaji wa Tanzania walipokuja walikuwa wanajipaka yale manini yale mikaa ile masizi yale, watu walikuwa wanawadharau, wanaona kama vile hawatafika popote, unaona. Kwa hiyo kwa Tanzania, hasa kwa Afrika, wanapokuona Mwafrika ambaye umetokea katika ngozi nyeusi unafanya jambo ambalo haustahili kufanya, wengi watakuona ama ni Freemason au lile jambo umeliandaa. Lakini akifanya mzungu watasema kwamba mzungu amefanya jambo ambalo linakubalika, na hapa ndio maana tunashindwa kufanya mambo ambayo ni ya maendeleo. Mwafrika hayuko tayari kumsupport Mwafrika mwenzake. Mimi nimekuwa nikija kuchukuliwa na wazungu wanipeleke Marekani nikafanya hii kazi,
kazi kwa kulipwa milioni 36 nifanye kazi ya unabii, nifanye kazi ya kumtumikia Mungu, lakini nimekataa kwa sababu nataka niwatumikie wa Tanzania. Lakini wa Tanzania mpaka waje wajenge confidence kwangu itawachukua muda. Kwa sababu gani? Wananijua ni mtoto wa maskini. Kuna wengine nimekuwa nao, kuna wengine nimezaliwa nao, kuna wengine nimetenda nao dhambi, kuna wengine wanajua elimu yangu, kuna wengine nimesoma nao chuo kikuu, kuna wengine nafanya nao kazi serikalini. Wale wote watakapokuwa wananiona na wanajua dhambi ambazo nimekuwa nikizifanya, hawawezi wakakubaliana na kwamba huyu mtu leo atakuja kufanya kitu kingine ambacho kitakuwa ni cha ajabu. Kwa hiyo tunachukuliana katika ile historical background uliokuwa nayo katika maisha yako, ndio ambayo watu wanaona kwamba hauwezi kufanya. Kama mtumishi wa Mungu, Mungu amemtumia kufufua, anaweza kufufua. Mbona Gwajima amefufua misukule? Hakuweza kufufua misukule. Mbona Kakuba alikuwa anaponya watu? Hakuweza kuponya watu. Mbona Lusekero amekuwa akifanya miujiza? Hakuweza kufanya miujiza. Mbona akina Masanja wameweza kuigiza na akina Joti kiasi kwamba mpaka sasa hivi ni celebrity Tanzania, hawakuweza kufanya? Zile ni karama sawa sawa na karama ambayo mtumishi wa Mungu anayo. Karama si lazima iwe katika nabii. Salama si lazima iwe kwa mchungaji. Karama ni kitu chochote kile, kipawa ambacho Mungu anaweza akakiweka kwa mtu na mtu akaweza kufanya kazi. Kwa nini hao tunawa appreciate? Ina maana kwamba hata hivi mambo ambayo Magufuli anayafanya hivi leo, kama angelikuwa ni mzungu, magazeti mengi sana yangekuwa yanaandika kwamba duniani Mungu ameumba mtu wa ajabu. Lakini kwa kuwa ni Mwafrika mwenzetu, tunamuona ni mtu wa kawaida tu. Lakini anafanya vitu ambavyo si vya kawaida. Kwa hiyo lazima katika ardhi ya Waafrika ambayo Yesu yeye mwenyewe alizaliwa, akakulia, akafa, lazima wainuke watu ambao watafanya mambo ambayo si ya kawaida. Ya kufufua watu tutashuhudia ikihusiana na kwako pia. Lazima, kama misukule imeweza kurudishwa na Gwajima na enzi ya Gwajima. Unajua sasa hivi Gwajima yuko kwenye piki, lakini anaelekea kwenye uzee. Lazima tuinuke sisi, tuje tufanye mambo makubwa ya kufufua watu. Everything is possible. Kwako hapo pia umesema utafufua hivi karibuni mtu. Tungetamani kujua ni mtu gani ambaye unaweza ukafufua. Uwezo ukajua ni nani ambaye Mungu atakuletea, na uwezo ukajua utamfufua siku gani. Lakini ninachoamini tu ni kwamba kupitia katika kinywa changu, mkono wangu na kazi ambayo naifanya, Mungu kuna siku atanipa neema ya kumfufua mtu. Masanja Television, we do gospel.